Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 5. Tutaanza na siri ya kwanza, kukataa njia ya kipagani. Waefeso sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 20 inasema: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na zabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana ni neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za wokovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho,
mkisemezana kwa saburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Nini fundisho hapa katika siri ya kwanza inayosema kukataa njia za ukipagani? Tunakumbushwa tusijitie unajisi na ibada za kipagani, yani za giza. Mfano, ibada zako za kujengea makaburi kwa gharama kubwa ya mababu zetu, huku tukiwaacha wajane, mayatima, maskini na wagonjwa wakifa katika tabu zao, tukiapa kipaumbele makaburi kuliko watu walio hai. Swali, je, mifupa ni bora kuliko mtu aliye hai anayehitaji msaada? Jibu, hapana. Lakini swali lingine, je, unapata thawabu gani kwa Mungu ukimwacha ndugu yako afe na shida, huku unawahi na kuyapa thamani makaburi kuyajengea na kujiita unamfanyia Mungu matendo mema? Kumbuka, ibada hiyo ya ujenzi wa makaburi ni moja ya ibada za gizani, na watu wengi wapagani kwa wacha Mungu, watoto wa Mungu kabisa, wamejitia unajisi na kuacha kuitimiza ile kweli ya Yesu Kristo. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Mungu ni Mungu wa walio hai. Pia upendo wa Yesu Kristo unapimwa katika watu walio hai kwa kuwatendea mema watu walio hai. Rejea Mathayo 25 mstari wa 35 hadi 36, inasema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Haya ni baadhi ya matendo yaliyowapa watu wa Mungu ushindi na kupata tiketi ya kurithi ufalme wa Yesu. Na wale ambao hawakuyatenda haya, pamoja na kwamba pengine walijenga makaburi, walitoa ubobo kwenye msiba, wakafanya matendo wakizani wanampendeza Mungu, walitupwa kwenye moto wa milele. Kumbuka, sisi ni wanafunzi na Biblia ndiyo chuo chetu. Tunaposoma kitabu, tunatakiwa tuyajue hata matendo yatakayotupa kibali cha kurithi uzima wa milele siku ya mwisho. Siri ya pili, maagizo ya familia ya Kikristo. Waefeso 5 mstari wa 21 hadi 33 inasema, hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kulileta kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali hulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa,
kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Nini fundisho hapa? Kila mtu ana wajibu wa kutimiza agizo la Mungu kwa upendo, tukishirikiana mme na mke kwa upendo wa Yesu, na kusimamia kitengo chake kila mmoja wetu katika nafasi yake kwa mujibu wa maandiko haya tuliyojasoma sasa. Maana yake ni nini? Ukimtii Mungu lazima akupende kama anavyojipenda Mungu mwenyewe, na ndivyo ilivyo. Mungu anafanya hivyo daima kwa watu wake wanaompenda. Hivyo hivyo katika utii wa mke kwa mme wake, mme anapaswa kumpenda mke wake kama nafsi yake, kama Mungu wetu afanyavyo daima kwa watu wanaomtii. Shida ni hii: mke anaweza kumtii mme wake kwa kila jambo, mme asimpende mke wake hata kidogo. Mfano, kutomhudumia mke wake vyema kama mume anavyojihudumia mwenyewe na marafiki zake, huku akitumia rasilimali ya familia. Pia mume anaweza kumpenda mke wake kama nafsi yake vizuri kabisa na akatimiza wajibu wake vyema, lakini mke asimtii mume wake kwa kila jambo. Hivyo ndiyo shida inaanzia hapa. Utengano wa upendo wa Yesu Kristo katika familia unaanzia pale tunaposhindwa kukaa kwenye kiti chake kila mmoja wetu na kutimiza kama neno hili linavyotuagiza. Hivyo tukifanikiwa kuwa na familia ya upendo wa Yesu wa namna hiyo, kama maandiko ya leo yanavyotuagiza, kila mmoja wetu akisimama imara katika kitengo chake, hakuna dhambi duniani wala shetani hana chake katika ulimwengu huu na ule ujao pia. Hakika tutauona utukufu wa Mungu na tutakuwa na familia bora na watoto wema, na familia itakuwa ni ya tabasamu Januari mpaka Disemba. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi: Yesu, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wote ulimwenguni tuwe na upendo, umoja katika familia zetu, kila mmoja katika nguzo kuu mbili za familia, yani mme na mke, asimame imara katika nafasi yake kwa mujibu wa maandiko haya ya leo ambayo umetufundisha Yesu Kristo. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.